lakini kwanza ni muhtasari wa habari za dunia naye Florian Kaijage. Ikulu ya Marekani almaarufu White House imethibitisha kuwa Rais Donald Trump na jopo lake wamekuwa wakijadili machaguo mbalimbali ili kuidhibiti Greenland, ikibainisha kuwa matumizi ya nguvu za kijeshi ni mojawapo ya uwezekano huo. Msemaji wa Trump, Caroline Leavitt, amesema ametoa taarifa kwamba hatua kama hiyo ni kipaumbele cha usalama wa Marekani, akionyesha hali hiyo kuwa muhimu ili kuzuia maadui wa Marekani katika eneo la Arctic. Awali waziri mkuu wa Greenland, Jens Frederik Nielsen, alionyesha kufurahishwa na taarifa ya Umoja wa Viongozi wa Ulaya wakiahidi kutetea kanuni ya ulimwengu ya kuheshimu uhuru wa eneo linalojitawala la Denmark. Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Poland na Hispania zimesema Greenland ni mali ya watu wake. Shirika la misaada la matibabu nchini Sudan linasema watu 13 wakiwemo watoto 8 wameuawa katika shambulio la ndege zisizo na rubani katika mji wa kati wa El Obeid. Mtandao wa madaktari wa Sudan umesema watu 6 miongoni mwa waathirika ni wa familia moja na umevilaumu vikosi vya RSF kwa shambulio hilo. Awali kundi hilo lilikanusha madai kwamba lilikiuka sheria za kibinadamu wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea kati yake na jeshi la Sudan. Zaidi ya watu 150,000 wamekufa katika mzozo huo na takriban wengine wapatao milioni 12 wameyakimbia makazi yao katika kile ambacho Umoja wa Mataifa umekiita janga kubwa zaidi la kibinadamu duniani. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky wamesema mafanikio makubwa yamepatikana kuhusu namna ya kuiunga mkono Ukraine baada ya kusitishwa kwa mapigano na Urusi. Sambatenze anaeleza zaidi. Bwana Macron amesema usitishaji huo wa mapigano utafuatiliwa na jeshi la mataifa mengi na kwamba Ukraine itakuwa na wanajeshi 800,000 ili kuzuia shambulio lolote la Urusi siku zijazo. Mjumbe wa Marekani Steve Witkoff amesema kile alichokiita makubaliano thabiti ya ustawi pia yamefikiwa ili kuunda nafasi za kazi kwa Ukraine baada ya vita. Lakini waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameonya kwamba Rais Putin wa Urusi ameonyesha dalili ndogo kwamba yuko tayari kwa amani. Washirika wa magharibi wa Ukraine Jumanne walikubaliana kuhusu dhamana muhimu kwa usalama wa Kyiv, ikiwa ni pamoja na utaratibu wa ufuatiliaji unaoongozwa na Marekani na kikosi cha kimataifa cha Ulaya ambacho kitatumwa baada ya kusitishwa kwa vita vya Urusi dhidi ya jirani yake. Na mahakama ya juu nchini Brazil imekataa ombi la aliyekuwa rais wa nchi hiyo Jair Bolsonaro la kutaka kwenda hospitali baada ya kuanguka na kugonga kichwa akiwa gerezani. Mkewe Michelle Bolsonaro amesema mumewe alikuwa na kifafa, lakini mahakama imesema hakuna sababu ya uhamisho wa haraka. Awali polisi wa kitaifa wa Brazil walieleza kuwa mmoja wa madaktari wake alibaini majeraha madogo kwenye mwili wa rais huyo wa zamani. Bwana Bolsonaro anatumikia kifungo cha kupanga njama ya mapinduzi baada ya kushindwa katika uchaguzi wa urais mwaka 2022. Disemba mwaka jana alipitia mfululizo wa taratibu za matibabu zilizohusisha pia ugonjwa wa hernia. Hii ni BBC. Na muktasari wa habari za dunia umesomwa na Florian Kaijage. Matangazo ya Amka na BBC yanasikika kupitia Radio Free Africa na Bud FM nchini Tanzania. Nchini Kenya ni Gulf Radio, nchini Uganda ni Voice of Karamoja na Voice of Busoga, na ukiwa DRC tusikize kupitia Radio Muungano Beni. Vile vile yako pia kwenye tovuti yetu ya bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook mbashara BBC News Swahili. Karibu. Mimi ni Belden Uwalieula. Rais wa Marekani Donald Trump anachunguza namna ya kuchukua udhibiti wa Greenland, na ikulu ya White House imesema kutumia jeshi la Marekani ni chaguo linalowezekana wakati wote. Hatua inayoongeza mvutano wa Denmark ambayo ni nchi mwanachama wa muungano wa kujihami wa nchi za magharibi NATO. Onyo hilo kali kutoka Washington limetolewa licha Greenland na Denmark kuomba mkutano wa haraka na Marekani ili kufafanua kutolewana kwao. Zaidi na Victor Kinani. Hatua ya uwezekano wa kuingilia kijeshi kwa Marekani nchini Venezuela imefufua tena nia ya Trump juu ya eneo hilo la Aktiki linalojitawala chini ya Denmark
ambalo lina akiba kubwa ya madini adimu duniani ambayo hayajachimbwa na linaweza kuwa muhimu kimkakati kadri barafu ya ncha ya dunia inavyoyeyuka na kufungua njia mpya za usafirishaji baharini. Msemaji wa ikulu ya White House Caroline Leavitt alisema kuwa kupata Greenland ni kipaumbele cha usalama wa taifa la Marekani ili kuwazuia mahasimu kama Urusi na China. Madai mapya ya Trump kuhusu Greenland inayojitawala yamezua hofu barani Ulaya kwamba muungano wa kuvuka Atlantiki kati ya Ulaya na Marekani huenda ukavunjika. Hapo awali, Greenland na Denmark walisema wameomba kukutana haraka na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kujadili swala hilo. Hadi sasa haijawezekana, aliandika waziri wa mambo ya nje wa Greenland Vivian Motzfeldt kwenye mitandao ya kijamii, na kuongezea kuwa licha ya ukweli kwamba serikali za Greenland na Denmark zimeomba mkutano wa ngazi ya mawaziri kwa kipindi chote cha mwaka 2025. Waziri wa mambo ya nje wa Denmark Lars Løkke Rasmussen alisema kuwa kukutana na Rubio kungeweza kutatua kutoelewana fulani. Waziri mkuu wa Greenland Jens Frederik Nielsen alisisitiza tena kuwa kisiwa hicho hakiuzwi na kwamba ni raia wa Greenland pekee wanaopaswa kuamua mustakabali wake. Kauli yake ilitolewa baada ya Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Italy, Poland na Uhispania kuungana na Denmark katika kusema kuwa zitalinda kanuni za ulimwengu mzima za uhuru wa nchi, uadilifu wa mipaka ya kitaifa na kutovunjika kwa mipaka. Washington tayari ina kambi ya kijeshi nchini Greenland ambayo ina wakazi wapatao 57,000. Trump alidokeza siku ya Jumapili kuwa uamuzi kuhusu Greenland unaweza kutolewa baada ya takriban miezi miwili mara tu hali itakapokuwa imetulia nchini Venezuela ambako majeshi ya Marekani yalimkamata Nicolas Maduro siku ya Jumamosi. Nitasema hili kuhusu Greenland. Tunahitaji Greenland kwa sababu za usalama wa taifa. Ni eneo la kimkakati sana. Kwa sasa Greenland imezungukwa na meli za Urusi na China kila mahali. Tunahitaji Greenland kwa mtazamo wa usalama wa taifa, na Denmark haitaweza kulifanya hilo. Naweza kuambia hilo. Taarifa ya pamoja ya viongozi wa Ulaya ilieleza kuwa usalama wa Aktiki ni muhimu sana kwa usalama wa kimataifa na wa muungano wa kuvuka Atlantiki. Denmark, ikijumuisha Greenland, ni mwanachama wa muungano wa kujihami NATO, iliongeza taarifa hiyo ikihimiza mkakati wa pamoja wa usalama katika eneo la ncha ya dunia. Taarifa hiyo ilisainiwa na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer, Waziri Mkuu wa Denmark Mette Frederiksen, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, Waziri Mkuu wa Italia Giorgio Meloni, Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk na Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez. Taarifa hiyo ilisema, na hapa na nukuu, Greenland ni ya watu wake. Ni kwa Denmark na Greenland na wao pekee kuamua maswala yanayohusu Denmark na Greenland. Mwisho wa nukuu. Trump amekuwa akieleza wazo la kuimegua Greenland tangu muhula wake wa kwanza wa urais. Trump amedai kuwa Denmark haiwezi kuhakikisha usalama wa Greenland. Hata hivyo, Copenhagen imewekeza pakubwa katika masuala ya usalama, ikitenga takriban krona bilioni 90 sawa na dola bilioni 14 katika mwaka uliopita. Taarifa yake ya Victor Kinani. Polisi nchini Uganda wamekanusha ripoti ya shirika la kutetea haki za kibinadamu duniani Amnesty International ambalo lilishtumu polisi kwa kukandamiza upinzani na wafuasi wa upinzani wakati wa kampeni za kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika Januari 15. Ripoti kamili na mwandishi wetu Shuaib Ibrahim akiwa Kampala. Katika mahojiano maalum na BBC, msemaji wa jeshi la polisi nchini Uganda, Rusoka Chituma, amesema ripoti ya shirika la kimataifa la kutetea haki za kibinadamu duniani Amnesty International iliyotolewa mapema wiki hii na kuvishtumu vikosi vya usalama ikiwemo maafisa wa polisi imeegemea upande mmoja. Rusoka amebaini kuwa jeshi la polisi lina jukumu la kuhakikisha mchakato wa uchaguzi unafanyika kwa amani na kwamba halijatekeleza kamata dhidi ya wafuasi wa chama kikuu cha upinzani cha NUP kama ripoti ya Amnesty International ilivyobaini, lakini iliwakamata watu maalum wanaoshukiwa kuvunja sheria. What Amnesty may call brutal is purely
Kile ambacho Amnesty International inaweza kutaja kama unyama ni kauli ambayo naweza kusema imetolewa kwa misingi ya kuwa na upendeleo wa upande mmoja, kwa sababu kimataifa kila mmoja anafahamu ya kwamba wakati mtu anaposhirikiana na maafisa akikamatwa hakuna haja ya kutumia nguvu, lakini kama hakuna ushirikiano kimataifa inakubaliwa kutumia nguvu kiasi ili kumdhibiti mshukiwa. It is allowed to exercise a certain amount of force to subdue a suspect. Mapema wiki hii shirika la kutetea haki za kibinadamu duniani la Amnesty International lilisema limekusanya ushahidi wa maafisa wa usalama wakiwapiga na kutumia mabomu ya kutoa machozi dhidi ya wafuasi wa chama kikuu cha upinzani cha NUP kinachoongozwa na mwanamuziki aliyegeuka kuwa mwanasiasa Robert Chagulanyi Sentamu almaarufu kama Bobi Wine. Katika ripoti hiyo, shirika hilo pia lilieleza kuwa zaidi ya wafuasi 400 wa chama cha NUP wametiliwa nguvuni na vyombo vya usalama. Hata hivyo, msemaji wa polisi amesema hawezi kuthibitisha idadi hiyo. Mwanasiasa wa upinzani na mgombea urais kwa tiketi ya chama cha NUP Bobi Wine mara kwa mara amevikosoa vyombo vya usalama kwa kile anachosema kumlenga na kulenga wafuasi wake, kuwakandamiza na kuwateka nyara. Kuhusu malalamiko hayo, msemaji wa polisi anasema Somebody may say that it is specific, the confrontation or the Mtu yeyote anaweza kusema kwamba makabiliano haya yameshuhudiwa sana, hususan na chama cha NUP cha Bobi Wine, lakini pia ni muhimu kutambua nidhamu ya wafuasi wake. Idadi kubwa ya wafuasi wake ni wagomvi. Ndio sababu mara nyingi ushirikiano wetu nao umejawa na makabiliano. on most occasions is populated with a lot of disagreements. Wiki ijayo Uganda itashiriki zoezi la uchaguzi mkuu wa urais na jeshi la polisi linasema maafisa wake wameonyesha nidhamu kubwa wakati wa uchaguzi huu, tofauti na chaguzi zilizopita. Hata hivyo, video mbalimbali na picha mtandaoni zimewaonyesha mara kwa mara maafisa wa usalama wakiwemo polisi wakisambaratisha mikutano ya kampeni ya mwanasiasa wa upinzani Bobi Wine, kutumia mabomu ya kutoa machozi dhidi ya wafuasi wake na kumwekea vizuizi mwanasiasa huyo. Shuaib Ibrahim, BBC, Kampala. Sasa ni wakati wa spoti, naye Victor Kenani. Sana Beldina. Na Algeria itacheza dhidi ya Nigeria katika robo finali za kombe la mataifa Afrika AFCON baada ya shuti la kupendeza la Adil Balbina dakika moja kabla ya kumalizika kwa muda wa nyongeza kuamua mechi ngumu ya hatua ya 16 bora dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyochezwa Rabat siku ya Jumanne. Mchezaji wa akiba Balbina alipokea mpira nje kidogo ya eneo la hatari na akakata kuelekea ndani na kupiga shuti kali lililoingia wavuni. Sasa Algeria watakutana na Super Eagles ya Nigeria siku ya Jumamosi, ikiwa ni marudiano ya nusu finali ya AFCON mwaka 2019 ambayo Algeria ilishinda kwa mabao 2-1. Katika mechi nyingine, mabingwa watetezi ya Ivory Coast waliendeleza azma yao ya kutoa taji la pili mfululizo la bara kwa kuifunga Burkina Faso 3-0 katika hatua ya 16 bora ya AFCON. Katika dabi kali ya Afrika Magharibi iliyofanyika Grand Stade de Marrakesh, Ivory Coast almaarufu The Elephants walionyesha umakini na ufanisi uliowafanya onekane kuwa timu ya kuogopwa kwenye mashindano hayo. Kwa ushindi huo, kikosi cha Emas Faye kitakutana na Misri katika robo finali kali siku ya Jumamosi, huku Burkina Faso wakiaga mashindano katika hatua hii kwa mara ya pili mfululizo. Manchester United wamefanya mazungumzo ya awali na wachezaji wao wa zamani Darren Fletcher, Michael Carrick na Ole Gunnar Solskjaer kuhusu uwezekano wa kuwa kocha wa mpito wa klabu hiyo hadi mwisho wa msimu. Mazungumzo hayo yako katika hatua za mwisho kabisa za kusikilizana, na ingawa bado haijajulikana ni nani anaongoza katika kinyang'anyiro cha kumrithi Ruben Amorim kwa muda uliobaki wa msimu, BBC Sport imearifiwa kuwa Carrick ndio mgombea mwenye nafasi kubwa zaidi. Raia huyo wa Scotland ataendelea kushikilia nafasi hiyo hadi pale kocha wa mpito atakapoteuliwa, wakati klabu hiyo itapanga kumtangaza mrithi wa kudumu wa Amorim msimu wa joto. Na Antoine Semenya anatarajiwa pia kufanya vipimo vya afya katika klabu ya Manchester City na uhamisho wake unatarajiwa kukamilika siku ya Jumamosi. Nitakomea spoti hapo kwa sasa. Shukran sana.